huko. Sisi tunaendelea kufundisha watu na wanaingia katika dini. Na ninyi tu mtasilimu tu hivyo hivyo. Unaona kijana huyu, hakuna mtu anatamani kuwa Muislamu kama huyu. Hakuna mtu anatamani kuwa Muislamu kama yeye. Ni vile ubishi wa Abu Jahal tu ndio unamsumbua. Anaona wale wengine wanabishana, sasa anaona sasa ni drama. Sasa anaona ile drama tu, lakini ukweli ni kwamba kutoka kwa nafsi yake anapenda Uislamu. Anataka kujua ile haki na ukweli, lakini shida ni hao wanaopatia maandiko mawili matatu, wanamwambia usikubali, aenda uliza hii. Alikula pesa ya chama ya kanisa. Ndio hivyo hivyo. Waislamu, takbir. Haya, ndugu yetu anaingia katika dini. Ni siku katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu warudi kwa Mola wao, warudi katika Mola wao, walete istighfar. Halkani oo aan diinta fahansiinay xagga iska fadhiyay, diintan fahansiinay, wuuna naga ogolaaday. Hadda waxaan rabnaa inaan shahaado u qabanno. Maasha Allah, shahaado inaan u qabanno. Xalay waxaan ku noognay gabdho walwaalan oo qurbaha. Koredi? Iko ready. Aonyesha moja hivi. Sema ashhadu an la ilaha la ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Sema nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi bila ya kulazimishwa ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na Yesu Isa ni mtume nabii wa Allah. Nimekubali, nimeamini. Waislamu, takbir. Mashaallah, rafiki yangu tayari ushakuwa Muislamu. Kukubali kuabudiwa kwa Mungu mmoja, basi tayari Mwenyezi Mungu asha kukubalia toba yako na tayari ushakuwa Muislamu. Ulikuwa unaitwa nani? Livingstone. Sasa hiyo Livingstone ni majina ya wazungu, majina ya uzunguni huko. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Majina ya mitume na manabii. Hakuna mtume hata mmoja alikuwa anaitwa Livingstone. Umenipata vizuri eh? Manabii walikuwa na majina mazuri mazuri kama Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, nani mwingine? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, nani mwingine? Daud, Suleiman, nani mwingine? Zakaria, Yahya, Isa, nani mwingine? Muhammad. Wako wengi kisha kuna majina mazuri ambayo Mwenyezi Mungu pia anapenda kama Abdurrahman, mja wa rehma, Abdurrahim, umenipata vizuri Abdul Salam, mja wa amani, Abdul Khaliq, mja wa muumbaji, umenipata vizuri yako mengi, majina yako mengi. Na uko na marafiki wa Islamu kweli? Ndio. Unao marafiki wa Islamu? Bas, ungependa jina gani? Ibrahim. Ati nini? Nani? Sijasikia mimi. Ibrahim. Jina gani? Ibrahim. Mashaallah, takbir. Wama kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Ibrahim alikuwa ni Muislamu tena mtiifu, mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, na Ibrahimu ndo baba wa imani. Karibu katika Uislamu. Takbir. Aya, kuja upande huu, chukua kiti, kuja upande huu. Galada kurasa logi. Kisha hii gari lori sijaelewa. Kama Muislamu mmoja anani Mkristo ana swali. Mpe huyo. Kijana, habari yako? Salama sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Charles. Charles. Yeah. Charles. Yeah. Ulipokuwa unakuja hapa mwanzo, mimi ndo mtu wa kwanza nilikukaribisha kwa hiyo kiti. Haikuwa ya kwanza. Ngoja, ulikuwa kijana mzuri sana. Mpaka ulikuwa unasema hii wiki haitaisha, nitasilimu.
hii mwezi haitaisha, nitasilimu. Sasa siku hizi umeharibika kabisa. Sijaharibika. Tangu umeshikana na huyu tangu umeshikana na huyu huyu ni nani? Huyu Abu Jahl amekuharibu kabisa, amekuspoil. Hakuna mtu amespoiliwa. Huyu ndiye amekuharibu bana. Wewe ulikuwa ni kijana mzuri. Mwanzo ulikuwa ukiuliza maswali, ulikuwa unasema nitasilimu Mungu akipenda wiki inayokuja ama mwezi inayokuja. Siku hizi wacha kutaja mwezi hata wiki. Yaani miezi zimeisha. Miezi zimeisha. Na ile miezi uliahidi utasilimu zilipita zote. Sasa nini kimekuharibu? Sasa hiyo mwaka ingine itakuwa na mwezi kama hiyo. Utasilimu tena? Hiyo mwaka ingine. Itakuwa na mwezi kama hiyo. Na itafika tu. Anwari. Mungu akuongoze. Haya, swali yako ni gani? Swali langu. Nisomee tu Qur'ani 5:47 na maelezo baruani 5:47. Haya, msomee. 5:47 Qur'ani 47 inasemaje? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. 5:47. Naam. Na wahukumu watu wa Injili. Na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Basi hao ndio wapotofu. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, naam, yaani watu wa Injili, wa Kristo, naam, wahukumu kwa hukumu alizoteremsha Mwenyezi Mungu, na wasiohukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu. Naam. Basi hao wameacha sheria ya Mwenyezi Mungu, naam, ni waasi. Haya, mpe swali yako. Swali langu, naam, wewe unaniambia sasa hii ni kuwe Muislamu. Naam. Na hapa Qur'ani yenyewe inasema wale wafuasi wa Isa, naam, ambayo wanaitwa Wakristo, naam, na mimi nafuata ya Isa, naam, nitakuwaje Muislamu? Sawa. Ni hivi, sikilize vizuri nyinyi mnaitwa wafuasi wa Isa na Wayahudi wanaitwa wafuasi wa Musa. Sikilize vizuri kwa sababu ndio wanaojinasibisha nayo. Nyinyi sasa hivi tukiwaambia muache Isa, fuateni Musa peke yake, hamtakubali. Na Mayahudi wakiambiwa wacheni Musa, fuateni Isa, hawatakubali. Kwa sababu wao tayari wamejijengea akida kuwa ni wafuasi wa nani? Wa Musa. Na nyinyi ni mmejijenga ni wafuasi wa Isa. Sisi Waislamu sasa mmejiweka kwa akili yenu kuwa sisi ni wafuasi wa Muhammad. Sisi tumewaweka. Ngoja nimalize. Wakati sisi si wafuasi wa Mtume Muhammad peke yake, sisi ni wafuasi wa mitume na manabii. Ingawa Mwenyezi Mungu ametueleza ndani ya Qur'ani kupitia Muhammad, akamwambia qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, nifuateni mimi Nabii Muhammad na tukamfuata. Sasa mpe usikize kidogo bana. 365 Qur'ani Farsi 365 inasemaje? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Wewe sikiliza vizuri hapo. 365 sharhi. Naam. Mayahudi na Manasara. Wewe sikiliza vizuri, Mayahudi na Wakristo, kila mmoja katika hawa hizi vikundi viwili anajinasibisha Nabii Ibrahimu kuwa ni mtume wake. Anajinasibisha na Nabii Ibrahim, wote wanakubali Nabii Ibrahim ni kwamba ni common factor kuwa ni mtume wao. Endelea. Na hali ya kuwa Mayahudi kitabu chao ni Taurati. Mayahudi kitabu chao ni Taurati. Na Taurati si ya Nabii Ibrahimu, siyo ya Nabii Ibrahimu, bali ya Nabii Musa. Ya Nabii Musa. Na Manasara yani Wakristo kitabu chao ni Injili. Kitabu chao ni Injili. Na Injili si ya Nabii Ibrahimu, siyo ya Nabii Ibrahimu, bali ni ya Nabii Isa. Unaona, hawa wanashika Taurati Mayahudi, Wakristo wanafuata Injili, lakini wote wanasoma Taurati. Wote Wakristo pia wanakubali Taurati na Mayahudi pia wanakubali Taurati, lakini tatizo sio kufuata na tatizo sio kujinasibisha nayo. Tatizo ni hii 2:113 Qur'ani 2:113. Tatizo sio kufuata nabii. Hawa wanadai wanafuata Isa na hawa wanadai wanafuata Musa, na wote wanasoma Taurati.
Sasa hii Taurati wanayosoma saa hii, Musa hayuko na Isa hayuko. Wakristo wanadai wanafuata Isa na Isa hayuko saa hii, na Wayahudi wanadai wanafuata Musa na Musa hayuko, lakini wote wanadai wanasoma Taurati. Sasa sikiliza, inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Na Mayahudi husema Wakristo ambao wanajifanya wanafuata Isa hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Endelea. Na Wakristo husema, na Wakristo nao wanawageukia Wayahudi, wanawaambia Mayahudi hawana chochote. Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Endelea. Na hali wote, sasa wote hizi vikundi viwili ambao wanajinasibisha na manabii, na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila kufuata yaliyomo ndani yake. Ati nini? Bila kufuata yaliyomo ndani yake. Mpe. Bila ya kufanya nini? Kufuata yenye iko ndani yake. Ni nini kilikuwa ndani ya Taurati na ambayo Wakristo hawafuati, ambayo Mayahudi hawafuati? Ni tauhid. Tauhid hamfuati nyote. Wale wanaabudu sanamu, jiwe. Nyinyi mnaabudu binadamu, mkatengenezea sanamu. Ukienda Katoliki unapata sanamu ya Yesu na watu wanasujudia. Umenipata vizuri? Katoliki ndio naongelea. Lakini sio Katoliki peke yake. Hata wewe unaabudu Yesu. Wakati Yesu ni binadamu, mliacha kufuata Taurati ya Mungu na mkaacha kufuata yaliyomo ndani yake. Ndiyo sababu tumekuja sisi Waislamu kuja kuwakumbusha yale ambayo yako ndani ya vitabu vyenu. Na sababu ya mtume kuletwa ni kama hiyo. 5:15 Qur'ani, sikiliza. Sawa. 5:15 inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi watu wa kitabu, amekwisha kufikieni mtume wetu. Nyinyi Wayahudi na Wakristo, amekwisha kufikieni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anayekudhihirishieni mengi mliokuwa mkoyaficha katika kitabu. Amekudhihirishieni mengi mliokuwa mnayaficha katika kitabu. Kwa hivyo kuna vitu mnaficha, hamtaki kusema ukweli, na hizo ndo vitu vilivyofanya Mwenyezi Mungu akatuma Mtume Muhammad aje avivichue. Mnadai Mungu Baba, Mwana na Roho. Imeandikwa wapi? Mnachanganya haki na batil. Sura ya 3 aya 70. 3:70. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Mnachanganya githeri na maharage, mnadai imani. Hapa hakuna imani. Soma hiyo. Inasema 5. 3:71. 3:71. 70 anzia. Enyi mliopewa kitabu. Sasa sikiliza, Mungu anawaonya, anasema enyi mliopewa kitabu, mbona mnazikataa aya za Mwenyezi Mungu? Mbona mnazikataa maneno ya Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu? Hali mnajua kuwa ndio ndizo. Na hali mnajua kuwa ndio hii ndo haki. Endelea. Enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Mbona mnachanganya haki na batili? Mbona mnachanganya vitu ambavyo sio sawa na vitu viko sawa? Na mnachanganya haki na batili. Mungu ni mmoja, ni tauhid. Mnachanganya na Trinity. Kwa nini mnafanya hivyo? Endelea. Na mnaficha haki. Mnaficha ile haki ambayo ni tauhid. Hali mnajua. Hali tena si ati hamjui, mnajua kabisa. Endelea. Na baadhi ya wale waliopewa kitabu walisema. Na baadhi ya waliopewa kitabu, tulia sasa. Hii ndiyo kitu ambayo tunawaelezeni hapa. Tatizo sio kuwa mfuasi wa mtu. Na tatizo sio kusoma. Tatizo ni kufuata ukweli. Ukweli hamtaki. Mpe. Swali moja tunakuuliza, nisikize. Ngoja kwanza ngoja kidogo. Kwa mwalimu mzuri. Swali moja ngoja kidogo. Kwa nini unakataa kuabudu Mungu mmoja? Na unaendelea kuabudu binadamu Yesu? Kwa nini? Nikuulize wewe. Kuna mahali popote umesimama ukasikia Mkristo akisema Mungu ni watatu? Kwani hamsemangi Mungu Baba, Mwana na Roho? Nauliza hivi, swali langu liko hivi. Iko mpe. Mgani amesema Mungu ni watatu? Mungu ni watatu. Iseme Mungu ni watatu. Baba, Mwana na Roho. Mpe. Au si watatu? Mungu watatu. Au sio watatu? Au si watatu? Ni wangapi? Nimesema kuna mahali umepata Mkristo akasema Mungu ni watatu. Hebu sikiza kidogo. Baba, Mwana na Roho ni watatu ama ni mmoja? Wewe ukizabu ni Roho, Baba na Mwana. Baba, Mwana na Roho. Baba, Mwana na Roho. Hao ni wangapi? Hao ni watu. Hao ni watu. Wangapi hao? Hao ni watatu. Hiyo ni kitu moja. Sio watatu? Si watatu, hiyo ni kitu moja. Sio watatu? Sio watatu. Baba, Mwana na Roho sio watatu? Si watatu. Mpe huyo. Haya, wacha waiseme Mungu watatu. Mpe asome, sijasema mimi.
Wewe ndo unasema ni watatu, unasema ni moja. Wacha Biblia iseme. Mwalimu, na Biblia fungua waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Inasemaje? Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Rudia tena. Kwa maana wako watatu. Mmoja wewe. Wako watatu. Ati nini? Watatu. Endelea. Washuhudiao mbinguni. Wa kwanza Baba. Na Neno. Wa pili Mwana na Roho Mtakatifu. Mpe. Imetaja Baba, Mwana na Roho. Imesema hao ni wangapi? Umedanganya. Mpe arudie. Usikiza, wewe nifunza Biblia. Una neno Biblia yako. Una neno. Ngoja kidogo. Sikiliza. Una neno, mpe arudie. Una neno na Mwana na Baba. Mpe arudie. Kwani mimi ndo nilisema ama ni Biblia? Biblia. Kana huyu mtu mpaka Biblia yake anataka kupinga kwa sababu ya kufanya takia. Anaficha imani ili asiaibike. Anaficha imani ya ushirikina ya kuamini Mungu tatu ili asiaibike. Mungu ni mmoja na hao watatu sio Mungu. Mimi ndo nasema hivyo. Na ni watatu sio mmoja. Rudia tena mwalimu. Inasema kwa maana wako watatu. Moja. Watatu. Moja wewe. Kwa maana wako watatu. Biblia inasema wangapi Waislamu? Watatu. Endelea. Washuhudiao mbinguni. Nani na nani? Baba. Wa kwanza Baba. Neno. Wa pili Roho Mwana na Roho Mtakatifu. Watatu Roho Mtakatifu. Mpe. Pole pole tunaenda. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa ni wangapi? Hao si watatu. Hiyo siwezi kubali. Kwa sababu hakuna mahali imesema Mungu watatu. Subiri. Hii Biblia iliposema watatu, imesema kweli, imesema uongo? Wacha tujue kama imesema ukweli ama uongo. Mparudie. Haya. Rudia tena. Kwa maana wako watatu. Mpe. Imesema yuko mmoja ama tatu? Watatu. Na hao watatu wametajwa. Endelea na maandiko. Anwari. Endelea. Na andiko imalizwe. Mpe endelee. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Naam. Baba na Neno, Mwana na Roho Mtakatifu. Mpe. Atamaliza tu, sina shida. Kumaliza atamaliza. Mpe amalize. Na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni mmoja. Umesoma vibaya. Ni umoja. United Nations. Wako na unity. Nasema hivi, sio mmoja, ni umoja. Ni kama United Nations. Ni kama ushikanishe Kenya, Tanzania na Uganda, unaitwa East Africa. UAE. Unaitwa East Africa. So hawa ni watatu, kisha wako na kitu inaitwa unity. Wako na umoja. Hatuna shida na hiyo. Sasa mpe tena. Pole tunaenda. Subiri. Ngoja kidogo. Anwar, wacha kutoroka. Mimi nikiuliza unaenda bio. Ngoja kidogo. Hii ni Biblia tumesoma. Imetaja Baba, Mwana na Roho. Wako na umoja. Hao Baba, Mwana na Roho wamesema ni ngapi? Utatu. Imesema ni wangapi? Watatu. Wangapi? Watatu. Mungu ni watatu ama Mungu ni mmoja? Mungu ni mmoja. Na hao ni wangapi? Hao si Mungu. Hiyo takwenda. Hakuna mahali imesema Mungu ni watatu. Subiri. Kumbe hawa sio Mungu. Mungu ni mmoja. Ile wewe unaichukua vibaya. Kumbe hawa si nini? Anwari. Ngoja, hawa si nini? Anwari, unataka kuongea kushinda ama unataka kufuzwa? Kufuzana. Anwari. Unasema hawa watatu sio nini? Niambie hivi. Sikiliza. Anwari, ngoja hivi. Sikiliza hivi. Hebu kidogo. Hawa watatu ni Mungu ama si Mungu? Mungu ni nini? Sitauliza hivi. Mungu ni nasema hivi. Hao waliotajwa watatu, Baba, Mwana na Roho. Mungu ni nini? Ngoja, hao watatu waliotajwa ni Mungu ama si Mungu? Mungu ni nini? Sitauliza Mungu ni nini, nauliza hawa ambao wametajwa wangapi? Ngoja, hawa wametajwa wangapi? Unachukua neno la Mungu, unachukua roho ya Mungu, usijifanye alafu unashikanisha. Nasema hivi, inakuwa moja. Kidogo. Usijifanye mbishi.
Mimi nasema hivi, mimi sijasema nimeshikanisha na sijasema nimetenganisha. Mimi sijazungumza hivyo. Biblia ndio imetaja, na imetaja wangapi? Imesema utatu, lakini wakasema watatu. Mpe arudie. Haijasema utatu. Hiyo utatu ni yako. Imesema watatu. Kwa maana wako watatu. Utatu. Watatu. Sio utatu, ni watatu. 1, 2, 3. Watatu. Endelea. Washuhudia mbinguni. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Ni United Nations. Hawa watatu ni umoja. Sina shida. Sasa mimi narudia hivi, mpatie. Tumeambiwa kuna wangapi? Watatu. Baba na Mwana na Roho. Wangapi? Watatu. Na Mungu ni ngapi? Ni umoja. Na hawa ni wangapi? Watatu. Je, hawa watatu ni Mungu si Mungu? Ni umoja. Si Mungu. Ni umoja. Si nini? Ni Mungu. Ati nini? Ni Mungu.